Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Tunaendelea kukufahamisha yanayojiri katika ulimwengu na tunatazama zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, yale yote ambayo yanajiri wakati huu, ikizingatiwa kwamba sasa ni wakati wa vita katika eneo hilo ambayo inahusisha mataifa ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, vita ambavyo vinalenga kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vita hivi vimeingia katika siku yake ya 17 na moja kati ya taarifa ambazo tunazo ni namna ambavyo viongozi wanatumia propaganda katika kuendesha vita hivyo. Moja kati ya kauli ambayo imekuwa ikionekana na kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii ni namna ambavyo Marekani kupitia rais wake Donald Trump kwamba amesema Iran wanataka mazungumzo lakini wao hawatoi fursa hiyo. Lakini Wairani wenyewe wanasemaje? Iran inasema kwamba hawajaomba mazungumzo yoyote ya kusitisha vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Iran haijawahi kuomba kusitishwa kwa vita wala kuomba mazungumzo na Marekani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi anasema kauli hiyo ni kufuatia ile kauli ya awali ya Donald Trump aliyedai kuwa Iran ilitaka kufanya mazungumzo lakini yeye hakuwa tayari kuyakubali kwa sababu masharti yake hayatekelezeki. Hatuoni sababu yoyote ya kuzungumza na Wamarekani kwa sababu tulikuwa tayari tunazungumza nao wakati wao waliamua kutushambulia, aliambia shirika la habari la CBS News, na ameongeza kusema kwamba hii ni vita vilivyochaguliwa na Rais Donald Trump wa Marekani na sisi tutaendelea kujilinda zaidi na zaidi. Kadhalika, waziri huyo wa mambo ya kigeni amezungumzia pia kuhusu mlango bahari wa Hormuz ambapo amesema kwamba Iran itafanya utaratibu wa kufungua mlango bahari huo wa Hormuz lakini kwa mataifa ambayo ni washirika wake. Waziri huyo amesema kwamba Iran ipo wazi kwa mazungumzo na nchi yoyote inayotaka kuhakikisha usafirishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz ambao utafanyika kwa usalama, lakini si kwa Marekani wala Israel. Lakini pia mazungumzo ambayo yanazungumzwa hapa si mazungumzo na Marekani na Israel. Eneo hili limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya Iran dhidi ya meli ambayo yamesababisha kusimama kwa shughuli za usafirishaji. Bila kutaja nchi maalum, Araghchi amesema kuwa idadi kadhaa ya nchi tayari zimeonyesha nia ya kushirikiana na Iran ili kulinda usalama wa usafirishaji katika eneo hilo. Aidha, amefafanua kuwa vifaa vyote vya nyuklia vya Iran viko chini ya uangalizi mkali wa kimataifa na kwa sasa hakuna mpango wowote wa kuvikarabati. Araghchi ameeleza kuwa wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu mkataba wa nyuklia yalipokuwa yanaendelea, Iran ilitoa pendekezo la kupunguza kiwango cha nyenzo za nyuklia zilizokuwa zimeimarishwa hadi kiwango cha chini. Hili lilikuwa punguzo kubwa, amesema. Hata hivyo, mzozo wa kisiasa umebadilika. Hakuna lolote mezani kwa sasa, kila kitu kinategemea mustakabali wake. Moja kati ya maswali ambayo wengi walikuwa wakijiuliza ni kwa nini Iran iruhusu mlango bahari wa Hormuz kupitishwa baadhi ya meli, baadhi wakiona kwamba huu utakuwa ni udhaifu wa Iran na kwamba itarudi kule kule ambako Marekani inataka. Sababu kubwa ambayo Iran inatajwa kwamba kwa nini ilikubaliana na mpango huo, kwanza ni kuona ni jinsi gani inanusuru uchumi wa ulimwengu. Ikumbukwe, ikiwa uchumi wa ulimwengu utayumba, ni wazi na hata wenyewe wa Iran uchumi wao utayumba. Kadhalika, Iran inategemea uchumi wake kupitia mafuta. Ikiwa wataufunga mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kwamba hata wao itawaathiri kwa kiasi kikubwa. Uchumi wa Iran uliyumba kwa namna moja ama nyingine, lakini wakati huu inatarajiwa kwamba kati ya China pamoja na India ni moja kati ya mataifa ambayo huenda yakapata fursa ya kupitisha meli zao katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya kuimarisha pia uchumi wa taifa hilo lililo katika vita. Jambo jingine ambalo linaonekana wakati huu kwa nini Iran ifungue mlango bahari wa Hormuz ni kutoa lawama kwa walimwengu kwamba ni Iran iliyoyumbisha uchumi wa ulimwengu, ikimaanisha kwamba mataifa mengine yalishindwa kupitisha mafuta katika eneo hilo, hasa mataifa jirani ya Kiarabu ikiwa ni pamoja na Oman, Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini pia na maeneo mengine ambayo yapo karibu kabisa na mlango bahari wa Hormuz ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.